Sasa natamani tujadili kwa pamoja yale maamuzi ambayo yameyafanya. Je, yalikuwa sahihi? Lakini kwa faida ya mtazamaji Sisti, tukumbushe maamuzi ambayo aliyafanya Referee Ndala. Uamuzi wa kwanza ni lile goli ambalo lilikuwa la Senegal, likawa disallowed, goli lilokataliwa. Yes. Lakini uamuzi wa pili ni penalty aliyotoa. Yes. Ukiangalia kwenye AFCON 2023 nilimsikia Mourinho akisifia sana viwango vya marefari wa Afrika. Yes. Lakini kwenye AFCON hii imekuwa ni roast performance kutoka kwa marefari wa Afrika. Na mmoja kati ya vitu ambavyo mimi nimeviona kwao ni uamuzi mbaya sana, ni zile moment ambazo uamuzi wao umepishana na kwenye VAR room. Mara nyingi huwa hawafanyi reference, wanabadilishia pale pale uwanjani. Zinaenda hivi. Sijui ni kwa maslahi ya nani, lakini nikirudi sasa kwenye mechi ya leo, kwenye tukio la kwanza la goli ambalo lilikuwa disallowed la Senegal. Kwangu mimi lile lilipaswa kuwa goli. Kwa sababu kwa namna nilivyoona mimi, kwa sababu nilivyorudia kwa sababu ilikuwa ni kama 50-50 ya watu wote wamesukumana, lakini haikuwa contact ya mtu mmoja kuonewa zaidi. Licha ya kwamba alianguka ni Hakimi, lakini wote waligusana mikono, sio kusukumana, kugusana mikono. Sasa baada ya pale ndo umeona yeye kaweka mpira katikati, si ndivyo? Then akaambiwa kwamba kuna rafu, si ndio? Kwenye hizo contact zilizotokea. Sasa pale vile yeye kama referee, sehemu ambapo mimi sikumuelewa ni kwamba yeye uamuzi wake umepishana na kwenye VAR room. Kwa nini yeye hajajiridhisha? Kwa sababu moja kati ya vitu ambavyo vinamfanya referee aende kwenye kuconfirm video awe assisted na hiyo video assistance referee ni kwamba uamuzi wangu na watu wa kule ndani wanaonisaidia umetofautiana. Kwa nini yeye sasa baada ya kuambiwa kwamba uamuzi wako na wako umetofautiana, yes aliweka mpira kati ni goli, kwa nini alibadilishia pale pale na hajajiridhisha? Kwa hiyo hapo ndo aliponichanganya, lakini kwenye mimi pale vile lilipaswa kwa goli. Then kwenye uamuzi wa penalty ilikuwa penalty sahihi, kwa sababu ni mchezaji ambaye alikuwa possible kulengwa na mpira na angeucheza ule mpira, angefunga asingefunga ituhusu, lakini aliyekuwa possible analengwa na ule mpira ni Ibrahim Diaz. Then akachezewa rough kwa kuvutwa. Kwa hiyo ina maana automatically pale vile ile ni rough contact kuelekea kwake. Gea alimchezea rough contact. Kwa hiyo pale vile aliadhibu vizuri.